Yes, sipo hapa kuzungumza kuhusu gharama kubwa ambayo unaweza ukalipa ili mradi uweze kushuhudia mchezo wa World Cup kule nchini Marekani ama Canada ama kule Mexico. Wenyewe nakwambia bei ya chini zaidi ya tiketi ni shilingi 160,000 kwa sisi wavunja kuni, lakini ukitaka ukae kule kwa mabwanyenye utalipa zaidi ya milioni 29 za Kitanzania. Sitaki kuzungumza kuhusu viingilio kwenye World Cup, nataka kuzungumza namna ambavyo unaweza ukasurvive katika World Cup, kwa maana masuala mazima ya msosi. Tunapozungumza kuhusu World Cup tunazungumza kuhusu matumizi ya fedha, maana mara nyingi watu wengi ambao wanakwenda kule kwa asilimia kubwa wanahesabika kama watalii. Sasa najaribu tu kukupitisha katika maeneo tofauti na tutaanza kwenda kuangalia vinywaji ambavyo unaweza ukavipata katika mashindano haya ya World Cup 2026, na tukianza swala zima la ulabu bia. Sasa ukiwa katika World Cup swala la bia, ukihitaji bia bila ya dola za Kimarekani 22 hauwezi kupata bia, kwa maana tunazungumzia kwenye pesa madafu zaidi ya shilingi 50,000. Glass moja ya bia ambayo kimsingi sisi tukizungumzia kuhusu 50,000, ukienda pale kwa Mangi unaweza kuondoka na makreti yako kadhaa ya bia, lakini kule tunazungumza kuhusu glass moja ya bia katika World Cup utainunua zaidi ya shilingi 50,000. Ndio tunapozungumza kwamba ukimwona mtu anakwenda kuangalia World Cup ujua huyo mfukoni kwake yuko vizuri. Hiyo bia tu shilingi za Kitanzania zaidi ya shilingi 50,000 kwa pesa zetu madafu hapa. Lakini ukiacha hivyo labda unaweza ukajisikia njaa fulani hivi, utahitaji vichipsi fulani hivi laini ama baga fulani hivi, bila ya shilingi zaidi ya shilingi 47 hauwezi kupata paka 60,000 za Kitanzania. Kwa maana hiyo umeshapiga labda ulabu wako kidogo, alafu unahitaji upate chochote kitu, utahitaji labda baga fulani hivi chipsi, utaambiwa pesa za Kitanzania zaidi ya shilingi 50,000. Ni sehemu tu ndogo ambayo kimsingi ukimpelekea jamaa yangu pale Shabani atakula vile vidude kama 3-4 hivi, ili mradi aweze kusikia kama ametia chochote kitu. Hii ni World Cup ambayo kimsingi watu wamekuwa kitumia sana fedha. Sasa unakwenda wewe na mimi haupigi labda masuala mazima ya ulabu nini, umeshangilia zako pale uwanjani. Sasa unahisi kwamba kuna namna ambavyo haliko sawa. Sasa wewe ambaye unahitaji tu kupata maji tu peke yake, sio kinywaji ambacho kitakuwa na kilevi chochote, ni maji tunazungumza, unahitaji labda juisi au soda ya kawaida, ni zaidi ya shilingi 25,000. Ukihitaji ile chupa ya maji peke yake ambayo utakunywa kwa Mangi unanunua shilingi 500 ama shilingi 1,000, kwa utanunua zaidi ya shilingi 25,000 mpaka 30,000 kwa glasi moja, ama ile soda utanunua kwa bei hiyo. Kwa hiyo utagundua kwamba kuna namna ambavyo World Cup imetengeneza standard ya watu fulani hivi, kwa maana sisi watu wa kawaida kimtindo acha tuumizane tu katika mabanda umiza, kwa sababu hauwezi kwenda kununua maji ya shilingi 500 kwa shilingi 30,000. Lakini kwenye World Cup ambayo inaendelea katika bara la Amerika hivi sasa, nazungumza kuhusu United States, lakini tunazungumza kuhusu Canada pamoja na Mexico, huko wao wananunua maji kwa shilingi za Kitanzania 25,000 mpaka 30,000 na kuendelea. Tegemea mchezo umechukua mashabiki wangapi kiwanjani, nategemea na vibe na ukubwa wa mechi, kwa sababu mechi inavyokuwa kubwa kama unavyoona katika uwanja Benjamin Mkapa na viwanja vingine, labda iko anacheza Simba na Yanga, na ukienda siku Yanga anacheza labda na Mtibwa, hauwezi kuta vitu vinakuwa sawa. Sometimes utakuta bei mchezo wa Simba na Yanga bei inakuwa juu, lakini michezo mingine ya kawaida bei yake inakuwa chini. Hii ni World Cup. Nazungumza hapa kuhusu vitu ambavyo unaweza kukutana navyo katika World Cup ama ambavyo unapaswa kukufikia hapo ulipo. Jina langu ni Fungameza Junior na hizi ni dondoo katika World Cup. Unaweza kunifuatilia kupitia mitandao yangu mbalimbali kama Fungameza_JR. Nifuate huko, ni follow huko, tuweze kuzungumza story nyingi za kimichezo. Bye bye.